Mtwara 2012 mpaka 2013. Rushwa ya mabilioni ya dola yalifanyika kwenye mkataba. Hii ilipelekea maandamano makubwa Mtwara na baadhi ya watu kupoteza maisha. Kashfa nyingine ni kashfa ya Tegeta Escrow 2014. Mitambo ya umeme IPTL PA. Fedha zilikuwa katika account ya escrow ya benki kuu zilichukuliwa na kugawiwa kwa watu binafsi, makampuni na viongozi wa kisiasa. Kuna viongozi hapa waliokuwepo kwenye hii kashfa, kuna Sospeter Muhongo na viongozi wengine waliohusika. Kashfa NCCF na Kigamboni New City 2012-2014. NCCF iliwekeza katika mradi mikubwa ya ujenzi ikiwemo mradi wa Kigamboni New City bila uwazi na kwa gharama kubwa. Billions of money zilipotea kwenye hii kashfa. Kashfa nyingine kashfa ya bandari ambao wengi wenu, bandari ya Bagamoyo ambao wengi wenu mmeisikia. Hizo ni kashfa kubwa kubwa. Ingawa zipo nyingi lakini hizi ni baadhi. Hizi ni kubwa kubwa ambazo zilikuwa kipindi cha utawala wa Kikwete. Huyo mtu ambaye sasa hivi yupo karibu sasa na Rais Samia. Pia kuna kashfa ndogo za kipindi hicho. Kuna manunuzi ya magari ya mawaziri na viongozi, magari ya kifahari 2006 mpaka 2011. Yaani kuna magari ya kifahari yalinunuliwa ya mawaziri na viongozi kwa wakati huo. Kuna ubadhirifu katika miradi ya maji ya vijijini mwaka 2009 mpaka 2013. Baadhi ya miradi ilipokea fedha nyingi lakini haikukamilika. Hili hata Magufuli aliliongelea. Mikopo yenye utata kupitia benki za serikali kama TIB na benki ya kilimo, na baadhi walionufaika walikuwa wana ushawishi kisiasa. Yaani wanasiasa walijinufaisha kupata mikopo kwenye hizo benki. Ufisadi katika mikataba ya ujenzi wa barabara na madaraja. Gharama zilikuwa zikipandishwa kiholela. Kashfa ya manunuzi ya sare za jeshi la polisi. Angela Kiziga alihusika. Sasa hizo ni kashfa ambazo zilikuwa kipindi cha Kikwete. Huyu mtu ambaye yuko sasa hivi yuko na Mama Samia. Yuko karibu naye sana. Nadhani mnaweza mkawa na picha fulani. Sasa basi, kwa baadhi ya watu ambao mlikuwa mmesahau haya na ambao mlikuwa hamjapata akili, hii ndio awamu ambayo Kikwete alikuwa kiongozi. Na kashfa nyingi hapo mtandaoni na kashfa nyingi hapo wana mtandao walihusika kwenye hizo kashfa hizo. Kwa hiyo mnaweza kutafakari wenyewe na kupata majibu.